Jambo jingine muhimu sana, at-tabkiru 'inda adh-dhahabi li salati al-'Eid. At-tabkiru 'inda adh-dhahabi li salati al-'Eid, kuwahi mapema wakati wa kwenda kuswali swala ya Eid, kuwahi mapema, hasa Eid hii. Lakini maal asaf, yani baadhi ya Waislamu pamoja na kwamba ni jambo ambalo ni adimu na huna uhakika kwamba la mwakani mtalipata tena, wengine mpaka khatibu anaanza kuongea ndo huyo anachomoza, yani mpaka mwenyewe anajiona aibu, anabaki kule anachungulia, swaliwa tayari, anabaki anaona yeye aibu. Au pengine mwingine hajawahi kuwahi takbira zile hata siku moja, haziwahi zote kwa pamoja, anawahi nusu. Sasa yani hili jambo sio jambo zuri, kwa sababu ni siku ya tunu, pamoja na kwamba pamoja na utunu wake ndani yake kuna ibada ambayo kuikosa kipindi ambacho utaikosa kuna uhakika wa kuipata kipindi kijacho, ni muda mrefu. Hata kama ingelikuwa kwamba inaswaliwa siku 2, leo na kesho, leo ikikupita huna uhakika wa kesho, kwa sababu umri wako katika mikono ya Allah. Unaweza kufariki hii leo ikawa umeondoka na jambo la sunu kama hili hukulifanya ipasavyo. Kwa hiyo kuwahi mapema, yusannu at-tabkiru, sio at-takbiru. Kuna bakara na kabbara tofauti. Yusannu at-tabkiru fil khuruji li salati al-Eid, wanasuniwa ni kule kuwahi mapema kwenda katika swala ya Eid, katika kutoka mtu kwenda kwenye swala ya Eid, liyatamakkana min ad-dunuwi min al-imami, ili mtu amakinike vizuri kumsogelea karibu imamu khatibu, atatoa hutuba kadhalika na hata mswalishaji, sababu ikitolewa lugha ya tamko imamu anakusudiwa kwamba ndio huyo mtu aje hutuba na ndio huyo mswalishaji. Likiachiliwa tamko imamu kwa ujumla wake, khatibu na mswalishaji. Kwa hiyo tukisema kwamba imamu wa Ijumaa leo nani, kwa lugha mithili ya hii kusudia khatibu nani, watahsul lahu fadilatu intidhari salah, na papatikane kwake ule ubora wa kuingojea swala, sababu mtu akiwa anangojea swala pia anapata thawabu. Kwa hiyo mtu akiwahi, fadhila hizo anazipata. Fayakthur thawabuhu, kwa hiyo zinakuwa nyingi thawabu zake huyo mtu, kwa sababu kalifanya hilo na jambo lililokuwa zuri.